la tatlubu ghayrahu, usitafute mtu yoyote au kitu cha aina yoyote. Hadha yakunu shirki, hii inakuwa ni shirika, ni dhambi ambayo ilikuwa ni kubwa. Ukaenda kwa mtu mathalan sasa hivi maeneo mbalimbali utakuta mabango yameandikwa. Ndio maana nimesema khasatan fi asrina hadha, hasa zama zetu hizi ni wachache sana ambao wamesalimika na dhambi hii ya shirki. Mtu ataenda kwa mganga akapigisha ramli, aombe mambo kadha wa kadha wa kadha, walakin ataarifu, unajua hatari kubwa ya kufanya hivyo. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba man ata arrafan au kahina, mwenye kwenda kwa mganga arrafan au kahina, fasaddaqahu bima yaqulu, na kisha kamsadikisha kwa yale yote ambayo atasema. Imma we mwenyewe kaenda kwa kuelezea bana umerogwa au unaumwa, amekuloga fulani, au umepata msiba, kaenda ndugu yenu ameliwa na fulani, au katika mali zako. Mtume akasema fasaddaqahu bima yaqulu, akamsadikisha, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kwa hakika atakuwa amekufuru, amepinga yale ambayo yameshuka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama ar-rabbaniyun, wanachuoni ambao ni walezi, wakaelezea kufuru gani ambayo Allah amezungumzia kwenye mtu amezungumzia kwenye hadithi hii, kwa sababu al-kufru naw'ani, kufuru nao ina aina zilizokuwa mbili. Kuna kufuru al-asghar, kuna kufuru ambayo ni ndogo ambayo mtakifanya haimtoi kwenye Uislamu, lakini kuna kufuru al-akbar, kuna kufuru ambayo ni kubwa, mtakifanya inakuwa ni mukhruj min al-millah, inamtoa kwenye millati al-Islam, inamtoa kwenye millati al-Islam. Wanachuoni kwenye hadithi hiyo wakasema mwenye kwenda kwa mganga akamwambia akamswadikisha, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kuna wengine akasema kwamba hii inakuwa ni kufurul akbar, ni kufuru iliyokuwa kubwa, na ni wajibu arudi kwenye Uislamu na afanye tauba, wala yaudu ilayhi, na asirudi tena abadan. Wengine akasema inakuwa ni kufuru Allah subhanahu, ni kufuru ndogo, lakini wengine tawakafu wakasema kwamba si kufuru kubwa wala ndogo, wallahu a'lam. Allah ndio ambaye anajua mwenye kufanya hivyo atakuwa ni amefanya kufuru aina gani. Jambo ambalo linafaa kwa Muislamu, fasbir, fanya subra, tawakkal ala Allah, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yakfika, Allah atakutoshelezea. Huwa alladhi qala waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, mwenye kumtegemea Allah ndio toshelezo lake, Allah atamtosha. Yakfi fi kulli shay'in, Allah anamtosha kwa kila kitu, kwa kila masaib ambayo yanaweza kumfikia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira, Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile aliweza kupata majanga ya sihiri, mtume alilogwa, walakin kaifa, vipi alipata tiba? Tawakkala ala Allah, alimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafahu Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala alimtoshelezea. Allahu yakfika fi hifdhik, Allah anakutosha wewe katika hifadhi yako. Tawakkal ala Allah, mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khususan fi hadithatin, katika tukio ambalo ni la ajabu ambalo liweza kutokea katika nchi yetu ya Tanzania, katika baadhi ya maeneo, ni mambo ambayo kila mtu alikuwa ni shahidi. Matukio ya watu kwa wanaume wanapata majanga ya kwamba kuna watu wanajitokeza, akimshika basi anakuwa ameondoka na sehemu yake asili. Watu katika zama za namna hii, kaifa yafalu muslim, Muislamu atafanya nini? Hal, je, ataenda kwa kahina au arafa, kwa waganga? Madha yafanya, atafanya nini? Kama nyinyi ni mashahidi, mtaona katika mitandao ya kijamii watu wanafanya mambo aina mbalimbali, wengine wakatundika pini za aina mbalimbali, wengine wakafunga mambo mbalimbali wakiitikadi kwamba ni hifidh. Hadha huwa shirkul akbar, hii ni shirki ambayo ni kubwa. Wa man fa'alaha, na mwenye kuifanya,
kharaja min millati alislam, anakuwa ametoka katika mila ya Uislamu. Bal Muislam yakfika alqurani, Muislam inakutosha Qur'ani. Tawakkal ala Allah, tegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yakfik. Katika familia zetu, katika biashara, wangapi ambao wamesalimika kwenye biashara zao, hali ya kuwa ukipita maeneo mbalimbali huwezi kutembea kilomita 1 pasina kuona bango ya kwamba kuna daktari fulani anatoa pesa, anafanya kadha wa kadha wa kadha. Muislamu umesahau ya kwamba arrazqu huwa Allah, Mwenyezi Mungu ndio mali, ndio razik, ndio ambaye anakuruzuku wewe. Kinyume chake, tulivyoacha maamrisho ya Allah, Mwenyezi Mungu akatuadabisha, na kinyume chake hatujamrejea, bali tunazidi kudidimia katika dhambi kubwa ya kumshirikisha Allah. Katika hadithi al-Qudus Allah anasema, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, tafarragh li ibadati, jipinde katika ibada zangu, fanya ibada zangu. Amla qalbaka ghina, taujaza moyo wako kutosheka. Wa asuddu faqraka, na taziba ufakiri wako, takondoshia umaskini na ufakiri. Na kisha Allah akasema, wa illa taf'al, usipofanya hivyo basi amla yadayka shughla, tajaza mikono yako kazi nyingi ambazo hazina natija. Wala ashuddu faqraka, wala asuddu faqraka, na zitoziba ufakiri wako. Kwa hiyo Muislamu, jipinde kwa Allah. Allahu huwa raziq, man kana yuridu al-amwal, mwenye kutaka mali afanye istighfar. Jaa rajulun ila Hasan al-Basri, bwana mmoja alikuja kwa Hasan al-Basri akimshtakia ufakiri, akamwambia istaghfirillah, mtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwingine akaja yashku ilayka, mshtakia hana watoto, kisema istaghfirullah. Mwingine anakuja mshtakia majanga, mvua zinyeshi, anamwambia istaghfirullah. Limadha? Qala subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema katika hikaya ya kisa cha Nabiiullah Nuh alayhi salam, ambao ndio asili ya dhambi kubwa ya shirki, muda hautoshi, tangia ilikuwa ni nyakati za Nabiiullah Nuh alayhi salam. Nuh anaambia Allah, wa qultu astaghfiru rabbakum, nimwambieni mtakeni msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara. Mkifanya hivyo, mkifanya istighfar, yurisili samaa alaykum midrara, atakunyesheni mvua ambazo zina baraka. Leo hii mvua zinanyesha, zina baraka. Tusitafute kwamba nani amezuia mvua, tukatafuta watu tutengenezwe, tuangalizie kwani mvua zinyeshi, baraka hakuna. Kwa sababu gani? Tumemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hususan fi hadha shirki al-akbar, katika dhambi hii ya shirki ilikuwa kubwa. Man yuridu al-amwal, afanye istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, na atakujalieni watoto ambao ni wema na mali nyingi. Jambo dogo sana. Astaghfirullah. Muislam, mlejee Allah fi sha'ni amwalik, katika mali zako fanya istighfar, na wala usiamini ya kwamba kuna mtu ambaye anaweza kukuongezea hata senti moja. Hayupo, ni Allah. Mwenyezi Mungu ashapangilia mambo yako yote. Ndio maana katika hadithi Mtume anazidi kumpa imani sahaba, anamwambia kwamba tambua ya kwamba wa'lam, najua anna ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Hii ndio imani ya Muislamu. Jambo ambalo limekupata wewe, lam yakun liyukhtiaka, halikuwa ni lenye kukosa, na ambalo limekukosa halikuwa ni lenye kukupata. Usije ukaaminia kwamba kuna mtu ambaye anaweza kukupa dawa biashara yako iongezeke. La, huwa Allah, ni Mwenyezi Mungu peke yake tu. Kama alikukadiria kwamba leo hutouza hata 100, wala huwezi kuipata hiyo. Allah huwa razik, Mwenyezi Mungu ameshatoa njia za riziki. Katika hadithi Mtume anasema kwamba man sarrahu, yule ambaye atapendezwa, an yubsata lahu fi rizqihi, riziki yake iongezwe. Riziki ziko za aina mbili, kama qala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Kuna riziki ambazo
Mwenyezi Mungu ameandika peke yake, anayejua yeye kama yeye. Faqala sheikhu hadha la yazidu wala yanqus, riziki hii haizidi wala haipungui. Na kuna riziki ambayo Mwenyezi Mungu ameandika, ameamrisha malaika wainukuu, na malaika wanajua hizi riziki huwa zinaongezwa, na umri vile vile unaongezwa. Ndio Mtume akasema kwamba mwenye kutaka riziki yake ziongezwe, riziki ziwe ni nyingi, na umri wake urefushwe, falyasir rahmahu, jambo dogo sana, unganisha udugu. Ndugu zako unganisha udugu. Leo watu watalaumu mali, maisha magumu. Hebu jikague, jitathimini, udugu wako uko vizuri? Imekuwa ni majanga. Lakini inafikia watu, mtu anamwambia ndugu yake, hata nikifa basi usinizike. Limadha? Kaifa? Vipi hivi? Fi halik, katika hali yako ya ajabu ambayo hali hiyo tasma, unasikia, na pengine ukizungumza watu wasikii au kabisa uzungumze, katika hali ambayo unaona na huwezi kusema. Wanamwambia mwenzako, hata nikifa usije kunizika. Halafu we mwenyewe ndio unataka mali zako ziongezeke? La, haiwezekani hata siku moja. Man sarrahu, mwenye kuvutiwa na kupendezwa, ayyubisata lahu fi rizqihi, riziki yake ikunjuliwe, riziki ziwe ni nyingi, ziongezeke. Falyasir rahma, unganisha udugu. Na ukitaka umri wako mrefu,